Wenye ukoma wanne walifanya maamuzi ya kufa na kupona, kuiendea nguvu ya sasa, the power of now. Kuna wakati ambao you can't reach the power of now unless otherwise you must make a decision. Lazima ufanye maamuzi. Na nataka nikuambie maamuzi pia ya kutoka kwenye msimu mbaya. Huwezi kutoka kwenye msimu mbaya usipofanya maamuzi hata siku moja. Wana wa Israeli walipofiwa na Musa walilia, waliomboleza miezi, wanalia tu. Lakini Mungu akamwambia Joshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Moses aliyekuwa mtenda miujiza amekufa, ni wewe utakayewavusha watu hawa na kuwamilikisha nchi. Sasa wenye ukoma walifanya maamuzi ya kufa na kupona, na wakaamua kuiendea nguvu ya sasa. Wakasema, na tuendee jeshi la Washami, tukifa na tufe, tukipona na tupone. Wakaendea jeshi la Washami. Na unaweza ukaona hapa reflection yetu. Hawa walikuwa wenye ukoma wanne, walifanya maamuzi ya kufa na kupona, kuendea nguvu ya sasa, the power of now. Maamuzi magumu yanahitajika katika kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Maamuzi magumu yanahitajika katika kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. How to use a season for the reason. How to use it. Namna ya kutumia msimu. Huu ni msimu wa njaa. Lakini msimu, ili utoke kwenye msimu mbaya, kuna baadhi ya maamuzi ambayo uweze kufanya. Na maamuzi haya mara nyingi yanakuwa ni maamuzi ya kufa na kupona. Mungu ni Mungu anayeheshimu maamuzi. Na total life, jumla ya maisha ya mwanadamu ni maamuzi. Nilishafundisha tena. Ukipita barabarani unaamua ni overtake au nisi overtake. Leo ulishaamua nivae nguo gani, niamke saa ngapi, nisikilize au nisisikilize. Maisha ni maamuzi. Ila kuna maamuzi magumu ambayo tunasema ni yale maamuzi ya kufa na kupona, na hawa ndio wale ambao walifanya ndugu zetu wenye ukoma wanne. Ili kutoka kwenye msimu mbaya na kutumia huo msimu mbaya kwenda kwenye kusudi, unahitaji maamuzi ya kufa na kupona. Na haya ni yale maamuzi ya kijasiri, maamuzi ya kuendea msalaba. Amua kutoka kwenye msimu huu mbaya. Amua kutoka kwenye msimu huu mbaya. Amua. Yani hilo lazima nisisitize. Amua kutoka kwenye msimu huu mbaya. Amua. Kuna watu ambao wameridhika na msimu mbaya. Unaweza kuangalia reflection yetu hapa na ukaweza kuona namna ambavyo msimu mbaya unaweza ukawepo. Ni njia mbili zinakuwepo pale. Ili kutoka kwenye msimu mbaya na kutumia huo msimu mbaya kwenda kwenye kusudi, msimu mbaya huo hapo na unaonekana pale kwenye reflection yetu, na kusudi liko pale, njia ya msalaba, theology of the cross. Na unahitaji maamuzi ya kufa na kupona. Umeona ile mikono miwili ina njia mbili, na umeona njia moja huo msimu mbaya, lakini pia kusudi liko pale, njia ya msalaba, the road of cross, ile njia ya msalaba. Na namna ambavyo unahitaji kufanya maamuzi magumu, namna ya kupanda, sio maamuzi mepesi, ni maamuzi magumu ambayo unapaswa uyafanye.